يا رب العالمين في بحر الطيبين النية صافية جدا والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. Ndugu mpenzi mtazamaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, karibuni tena katika kipindi cha Mbora Wenu, kipindi ambacho kwamba kinaeleza hatua baada ya hatua sifa ambazo kwamba amezizungumzia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, sifa ambazo tukishikamana nazo mimi na wewe ndugu yangu mtazamaji, tutafika daraja ya khairia, tutafika daraja ya kuwa ni mbora wa watu. Na leo katika kipindi hichi chetu tutaashiria sifa ile ambayo kwamba ameitaja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Sayyiduna Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, hakika katika wabora wenu ni wale ambao kwamba ni wenye tabia nzuri. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anatubainishia katika hadithi kama hii kuwa wale waliofika daraja za kuwa ni wabora wa watu ni wale ambao kwamba wamejipamba na tabia nzuri zaidi kuliko wengine. Hadithi hii imepokewa na Imam Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ni mtoto wa Amr ibn al-As, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na mmoja katika wale abadila wanne ambao kwamba walijulikana kwa elimu, wote wakiitwa Abdullah, akiwemo Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab na Abdullah ibn Amr ibn al-As na vile vile Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhum wa ardahum. Katika hadithi kama hii anatubainishia Sayyiduna Abdullah ibn Amr kuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anatuambia inna min khiyarikum, hakika. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama ameanza maneno yake kwa taukid, inna anatilia mkazo, yani ni jambo ambalo kwamba halina shaka kabisa. Hakika katika wabora wenu ahsanakum akhlaqa, ni wale ambao kwamba ni wazuri zaidi katika akhlaq. Na hii ndio mizani ya kumpima mtu katika dini. Ukitaka kumjua mtu ana dini, ukitaka kumjua mtu ana sehemu na manzila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi muangalie upande wa akhlaq yake. Usimtazame mwili, wala usitazame nguo, wala usitazame picha ya nje, kwa sababu picha ya nje inaweza kutengezwa. Siku hizi kuna Photoshop, mtu za kuitengeza picha ya nje ukamwona hakuna wali kama yeye, pengine hakuna mcha Mungu kama yeye. Ukimwangalia amevaa kanzu na kofia, pengine yuko swala, yuko ndani ya msikiti swala 5 kila wakati, safu ya mbele, lakini ukija ukimwangalia upande wa akhlaqi hana tabia hata kwa wazazi wake. Kwa hivyo mizani ya kumpima mtu kumjua ana dini, kama wanavyotuambia maulama, mizanu tadayyuni khuluqul mutadayyini, mizani ya kumpima mtu kumjua ana dini ni tabia zake. Ziangalie tabia zake ndio utajua mtu kama huyu ana dini ama la. Na ndio maana Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi alikuwa akisema ad-dinu huwa al-khuluq, dini ni akhlaqi, dini ni tabia njema. Faman zada alayka fil akhlaqi zada alayka fit tadayyuni, yoyote ambaye kwamba atakuzidi katika akhlaqi,
atakuzidi katika tabia njema, basi huyo bila shaka amekuzidi katika dini. Ndugu mpenzi mtazamaji, al-akhlaq ni ikhtiyaru al-fadail wa tarku ar-radha'il. Akhlaq ni kuchagua tabia zilizokuwa njema na kushikamana nazo, na vile vile kuacha tabia ambazo kwamba ni mbaya, tabia ambazo kwamba ni mbovu, ukaachana nazo kabisa tabia kama hizo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam anatubainishia katika hadithi yake iliyopokewa na al-Imam Ahmad katika Musnad, anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hakika mimi nimetumilizwa si kwa lingine bali ni kwa kutimiza tabia njema. Yani moja katika malengo aliyotumilizwa nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni kutimiza tabia njema. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akumsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallama isipokuwa kwa akhlaq, alipotuambia wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe uko juu ya tabia njema. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama sio kuwa ana tabia njema, bali yuko juu ya zile tabia njema sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ndo maana akaweza kukusanya watu, na ndo maana akapendwa na watu, na ndo maana akafuatwa na watu sallallahu alaihi wasallam. Na kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umekuwa mlaini kwa wao, umekuwa na tabia nzuri na wao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik, lau ungekuwa ni mshupavu mwenye moyo mgumu, hawa wangeondoka ubavuni mwako, wasingekaa kukusikiliza wala wasingekufuata. Lakini kwa zile tabia alizokuwa nazo bwana Mtume Muhammad SAW na akhlaq zake, ndo akaweza kuvutia, akaweza kupendekeza sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu kwa akhlaq, anamwambia wa innaka la ala khuluqin adhim. Na ikiwa adatu sadati sadatul adat, kama wanavyotuambia maulama, ikiwa adatu sadat, ada za mabwana ni bwana wa ada, fakaifa biadati sayyidi sadat, vipi ada za bwana wa mabwana ambaye kwamba ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Tabia zake na akhlaq zake ndo zinachukua nafasi ya juu. Kwa hivyo ad-dinu huwa al-khuluq, dini ni tabia, akhlaqi imechukua nafasi kubwa kabisa katika dini. Na ambaye kwamba atafuatilia hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama bila ya takrar, bila ya kukaririka zile hadithi, kwa sababu hadithi ni nyingi, na unaweza kupata hadithi moja imepokewa katika sahihi ya Imam al-Bukhari, ukapata hadithi hiyo hiyo pengine iko kwa sahihi ya Imam Muslim, hadithi hiyo hiyo iko katika Jami' ya Imam at-Tirmidhi, iko katika Sunan ya Abi Daud, iko katika Mu'jam ya Imam Tabarani, iko katika Tabaqat Ibn Sa'd. Yani unaweza kupata hadithi moja iko katika vitabu 10, 20 ama 30 ya vitabu, katika vitabu vya hadithi. Na mara nyingine unaweza kupata hadithi moja hiyo hiyo imekaririka katika kitabu kimoja. Kwa mfano ukapata katika sahihi ya Imam al-Bukhari hadithi moja imetajwa mara 5. Kwa hivyo tunazungumzia hadithi bila ya kukaririka. Zipo idadi ya 60,000 hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katika hadithi 60,000, hadithi 55,000 zinazungumzia akhlaq, zinazungumzia tabia. Kisha 5 zilizobaki ndo zinazungumzia mengine yalobaki yote. 5 zilizobaki ndo kunazungumziwa habari za umma waliotangulia. 5 zilizobaki ndo kuzungumziwa alama za kiyama. 5 zilizobaki ndo kuzungumziwa akhera. 5 zilizobaki ndo kuzungumziwa ahkamu za kifikihi na zinginezo. Yani mengine yote yako katika hadithi 5,000. Lakini hadithi 55,000 zinazungumzia akhlaqi na tabia. Hii idadi ni kubwa sana, na percentage sio ya kawaida, ni kutuonesha uzito wa akhlaqi, uzito wa tabia katika dini ya Kiislamu. Kwa hivyo al-akhlaq ama ad-dinu huwa al-khuluq, dini ni akhlaqi. Ukitaka kufika daraja ya mbora wenu, jipambe na akhlaqi njema, jipambe na tabia zilizokuwa nzuri. Na maulama wamegawanya ibada katika sehemu mbili. Wanasema kuna ibadat sha'airia na ibadat ta'amulia. Kuna ibadat sha'airia
Ibadat sha'airia ni hizi ambazo kwamba tumezizoea za swala, funga, saumu hii na zaka na haji. Hizi zinaitwa ibadat sha'airia. Lakini kama vile hizi ni ibada na mara nyingi tunadhani hizi ndio ibada peke yake, la, kuna na upande wa pili wa ibada ambao kwamba unajulikana kama ibadat taamulia, ibada za kuamiliana. Vipi utakaa na jirani yako? Vipi utaamiliana na wazazi wako? Watu wako wa karibu utakaa nao kwa namna gani? Zote hizi zinaitwa ibadat taamulia. Utanunua vipi? Utauza vipi? Hizi zinaitwa ibadat taamulia, ibada za kuamiliana. Na ni ibada vile vile. Sio ni ibada iko katika swala peke yake, la, na huku katika kuamiliana na watu kwa uzuri vile vile ni ibada. Bali ibadat taamulia, hizi ibada za kuamiliana ni nzito kuliko ibadat sha'airia. Yani lau utakosa ibadat taamulia na ukawa unazo hizi ibadat sha'airia, ukawa waswali, wafunga, wenda hija, watoa zaka, lakini huna ibada za kuamiliana, hizi zote zinaweza kuporomoka. Tuchukue moja baada ya moja, tuangalie katika maneno Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an Al-Karim na vile vile katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, tuone namna gani kukikosekana ibada za kuamiliana, hizi ibada za sha'airia zinakuwa zinaporomoka. Tuanze na ibada ya swala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika swala inakataza tabia mbaya, inakataza maovu, inakataza machafu. Sasa ikiwa swala inakataza machafu, wewe ukawa una swali lakini bado ukitoka nje tabia mbaya uko nazo, machafu unayafanya, ina maana swala yako ile bado haijatimia. Swala yako ile bado haijahakikishika ama hujaifanya kisawa sawa. Kwa hivyo kwa kukosekana ibada ya taamulia, ile ibada sha'airia ikawa imekosa thawabu zake na ujira wake na matunda yake. Tutoke katika swala, tuende katika ibada ya saumu. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anatuambia katika hadithi yake, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Yoyote ambaye kwamba hatoacha maneno machafu na kuyafanyia kazi hayo maneno machafu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja mtu kama huyo akae na njaa, awache chakula chake na kinywaji chake, yani ashinde na njaa, ashinde na kiu, amekaa amejinyima kula, amejinyima kunywa huku, lakini anazungumza maneno machafu. Saumu kama hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja nayo. Kwa hivyo ukiangalia kwa makini utaona ibada sha'airia ambayo kwamba ni ya saumu inaporomoka kwa kukosekana ibada taamulia, kuzungumza na watu kwa wema. Unapozungumza na mtu kwa maneno machafu, ukamtupia maneno mabaya, inaporomosha ibada ya sha'airia. Tuje katika ibada ya zaka na sadaqa, ibada ya kutoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Musizibatilisha sadaka zenu kwa man ni kujigamba na adha ni maudhi. Yani umemwona mtu unajigamba kwa watu kwa mimi nimefanya hili, mimi nimefanya lile, unabatilisha saumu zako. Wewe umefanya kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usizunguke kuambia watu. Wewe umefanya ni kwa ajili yake Mwenyezi Mungu, subiri ujira wako kutoka kwake. Lakini ikiwa wataka ni watu wakuseme kwa uzuri na wakusifu, watakusifu na watakusema kwa uzuri, lakini ujue hakuna chochote utakachokipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. La tubtilu sadaqatikum bilman, na vile vile wal adha, na maudhi. Leo unakuja unamwona mtu amekaa na wenzake, kisha unaanza kumwambia maneno, unamwambia mashallah, kanzu hii nilokuletea nilipokuja kutoka umra imekupendeza, yani mpaka watu wote wajue kuwa wewe umemletea kanzu ile. Kwa nini unamuudhi? Kwa nini unamfanya ajihisi mnyonge mbele ya wenzake? Unabatilisha ibada ya sha'airia ambayo kwamba ni ibada ya kutoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa ibada taamulia, ibada ya akhlaki ya kuamiliana, hukuamiliana naye kwa uzuri, ukaenda ukamuudhi, ikawa hii inaporomoka. La tubtilu, musizibatilisheni. Zinabatilisha ibada sha'airia nini? Kukosekana ibada ya taamulia. Tumalizie na ibada ya haji.
Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anaelezea mtu ambaye kwamba anaenda haji lakini mali yake na zadi yake ni kutokamana na haramu, si ya halali yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akiweka mguu wake katika kipando, vipando zamani kwa ngamia, farasi, lakini katika zama zetu tunaweza kusema ni ndege. Ile ngazi ya kwanza tu ya ndege, ukiweka mguu wako tu ukisema labbaik allahumma labbaik, lakini huku mali ambayo kwamba umetumia kuendea ile safari ya hija ni haramu, umepora, umeiba, umekula riba, umechukua mali ya mayatima, kwa namna yoyote ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hujibiwa mtu kama yule akaambiwa la labbaika wala sa'daika wa hajjuka mardudun alaik, huambiwa haitikiwi kabisa mtu kama yule, bali na ile haji yake hupigwa nayo, hutupiwa mwenyewe, akarudishiwa mwenyewe. Hajaondoka, sio kwa yuarudi achamaliza kwa hiji, hata hajaondoka hapa kwao tayari ile haji shakataliwa. Kwa nini ibada ya haji ikawa itakataliwa? Kwa sababu kumekosekana ibada ya taamulia, ibada ya kuamiliana. Amekwenda akadhulumu mtu, amekwenda akachukua kitu cha mtu bila haki na namna hiyo. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, ndugu wapenzi watazamaji, ibada zipo sampuli mbili. Tumesema kuna ibadat sha'airia na kuna ibadat taamulia. Ibadat sha'airia ndo hizi swala na saumu na zaka na haji. Hizi ili zikamilike, ziwe katika namna nzuri, ni kupatikana na huku kuna akhlaqi. Vipi unakaa na jirani yako ndugu yangu? Je, jirani yako anasalimika kutokamana na maovu yako? Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia la yu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqa. Hajaamini, hajafika daraja ya ukamilifu katika imani yule ambaye kwamba jirani yake hatosalimika kutokamana na maudhi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anatuambia ma zala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibrili hakuacha kunihusia jirani mpaka nikadhani atamrithisha, yani nikadhani mimi nikifa atakuwa ni mmoja katika wanaonirithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anahusia kwa wingi kukaa na majirani kwa uzuri. Vipi mimi na wewe tutakaa nao kwa uzuri ama tunawaudhi? Mara tushainua sauti ya juu ya tepu ama ya TV, pengine wenyewe kuna mgonjwa kwao ama mtu amelala, umemuudhi, unatoka unakosa ibada ya taamulia. Mwangalie yule mwanamke wa Kianswar, mmoja katika wanawake ambao kwamba walijipamba na ibada hizi za sha'airia katika wanawake wa Kianswari. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam analetewa habari kuwa mwanamke kama huyu amefariki, amekwenda mbele za haki. Lakini masahaba waliomletea Mtume sallallahu alayhi wasallam habari kama hiyo walimsifu sana yule mwanamke kwa Mtume, wakamwambia kanat sawama qawama ya Rasulullah, mwanamke huyu alikuwa akifunga sana, mwanamke huyu alikuwa akisimama sana kufanya ibada na kuswali usiku. Yani ibadati hizi za shairia, kufunga, kutoa, sijui kuswali nini, alikuwa akizifanya kwa wingi. Angalia, qawama sawama, yani akizifanya kwa wingi sana. Wakamsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwisho akasema illa annaha kanat tu'dhi jiranaha. Ya Rasulullah, lakini alikuwa na tabia moja tu, alikuwa kimudhi jirani yake. Angalia huku upande wa dini wa taamulia, ibada shairia amezifanya kwa wingi, lakini katika ibada za kuamiliana amekosa moja peke yake. Amwambia Rasulullah alikuwa akimuudhi jirani yake. Maneno gani alimtoka Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia innaha fi nar, yuko motoni mwanamke kama huyo. Yani pamoja na ibada zote zile alizofanya, lakini amekosa ibada moja ya shairia ya taamulia, imekuwa ni sababu ya kuporomoka zote zile zingine. Na vile vile mwangalie Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama akizungumzia al-muflis, anauliza masahaba zake, atadruna manil muflis, mnamjua ni nani aliyefilisika? Masahaba wanajua muflis kwa ile vipimo vyetu vya kibinadamu. Al-muflisu minna man la dinara wala dirham lahu. Aliyefilisika kwetu sisi ni yule ambaye kwamba hana dirham wala dinari, mtu ambaye kwamba hana mali ndio aliyefilisika. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia la, muflis ni yule ambaye kwamba atakuja na swala yake na saumu yake, yani atakuja na ibada zake za shairia hizi, lakini wakati shatama hadha
wa akala mala hadha, amemtukana huyu, amekula mali ya huyu. Yani amekosa ibadat za sha'airia, amekosa kuhifadhi ulimi wake akamsema mwenzake kwa maneno machafu, amekosa kuhifadhi mkono wake akaenda kaunyosha kuchukua mali ya watu kwa haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huyu ndio muflis. Ibada zake zote zile za sha'airia zitaporomoka, mema yake yote yale yatachukuliwa wapewe hawa ambao kwamba amewadhulumu na amewakosea. Kwa hivyo angalia namna gani na uzito wa ibada ya taamulia katika dini ya Kiislamu. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anatubainishia kuwa tukitaka kufika daraja ya mbora wenu, basi inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, hakika katika wabora wenu ni wale ambao kwamba watakuwa na tabia nzuri na tabia njema. Tujipambe mimi na wewe kwa tabia njema. Naam, ibada za sha'airia tuzishike vile vile, tuswali kwa wingi, tena kwa jamaa, kwa wakati wake, tufunge kwa wingi, tutoe kwa wingi, tuende hija, tuzishike vile vile, usiziache. Lakini na wakati huo huo zipambe ibada kama zile kwa ibadat za taamulia. Hakika kuwa wewe yule ambaye kwamba uko safu ya mbele katika swala, uwe ni safu ya mbele vile vile katika tabia. Wazazi wako kaa nao kwa uzuri, usiwainulie sauti, wala usiwe mkali na wao, wala usiwakosee heshima. Jirani yako kaa nao vizuri, watu wako wa karibu waunge, usikate kizazi. Kila tabia katika tabia njema alizotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, shikamana nayo ili uweze kufika daraja ya mbora wenu. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na azipambe akhlaqi zetu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب العالمين.